Inahusisha mustakabali wa nchi kwa namna ambavyo diplomasia ya michezo inakwenda kuuzwa huko nje au inatazamwa. Tunaungana hapa na ndugu Gerson Msigwa, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia msemaji mkuu wa serikali. Tunaye kaimu Katibu Mkuu wa TFF Oscar Mirambo, na mwenyeji wetu kama kawaida tunaendelea naye. Lakini neno la kwanza watu wanatamani kusikia kutoka kwako Engineer. Uteuzi wakati unakufikia, cha kwanza kitu gani ulikizungumza na ulikizungumza kwa nani? Bahati nzuri uteuzi huu niliupata tukiwa kwenye mkutano wa CAF General Assembly uliofanyika Kinshasa. Tukapewa taarifa hizi, nilipigiwa simu na mkurugenzi wa FIFA Afrika Gelson Fernandez kunijulisha kuhusu uteuzi huo. Kwangu mimi ilikuwa ni surprise kwa sababu sijawahi kufikiria kujumuishwa kwenye kamati kama hiyo, na ni heshima kubwa kwa taifa langu, kwa klabu yangu Young Africans, lakini pia kwa taasisi ya ACA ambayo imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Na kupokea taarifa hiyo ilikuwa katika mazingira hayo ya kwamba there's a big obligation juu yako na tumekuamini, na kamati ya utendaji ya FIFA imekupitisha kwa kuwa sehemu ya ujumbe huo. Sema nashukuru. Kwa kwangu ilikuwa ni taarifa mpya ambayo sikuitegemea, lakini naamini kulikuwa kuna vigezo kadhaa ambavyo wao waliviona naweza kuwa ni sehemu ya kushiriki. Kwa bahati mbaya sijawahi kuwa sehemu ya kamati yote ya FIFA. Sijui nini ambacho nitakwenda kukutana nacho huko, kwa hiyo nasubiri kupata maelekezo ya ziada baada ya kutumiwa barua na kujulishwa, na tumepewa taarifa ya kwamba kutoka kuna vikao very soon kwa ajili ya kujadili kuhusiana na hiyo kamati yetu. Kamati ni ya mashindano ya vilabu vya wanaume ulimwenguni, na ni heshima kubwa kwangu, kwa klabu yangu, kwa taifa langu kuwa sehemu ya kamati hiyo. Asante. Sawa, kwa uchache jamani, nafasi mpya, mmemsikia mwenyewe amezungumza, bado ni mapema kwake kujua baadhi ya majukumu, lakini kwa muktasari tu kikao kitafanyika hivi karibuni. Kwa hiyo mengi mazuri atakuja kuzungumza nasi baada ya kujua kama ilivyokuwa kwenye ACA. Hawataji tu wa Tanzania kwa maana majina yao, inatajwa nchi hapa. Ndugu Msigwa utatusaidia. Kama mliandaa pongezi kwa mtu mmoja, mnajikuta anaongezeka wa pili, anaongezeka wa tatu. Reaction ya jumla serikali ilikuwaje kupitia wizara lakini pia na nchi kwa jumla? Asante Fatma. Kwanza tumepokea kwa furaha sana uteuzi wa Engineer Health, uteuzi wa President Karia na dada Neema Haji. Kwa kweli ni heshima kubwa kwa nchi yetu kama alivyosema Health, lakini kwetu sisi serikalini hii ni changamoto ya kuongeza zaidi jicho letu katika michezo. Hii ni dalili kwamba sasa tumefika kimataifa. Kwa hiyo kama tumefika kimataifa, pamoja na kwamba wadau wetu wanaendelea kuwekeza na kufanya jitihada mbalimbali, na sisi serikali jicho letu katika michezo hasa katika kandanda lazima liwe na viwango vya kimataifa. Kwa hivyo sisi tumefurahi, tunawatakia kila laheri katika majukumu yao. Tutategemea sana kuwasikiliza wakitoka kwenye vikao vyao vya kamati. Tunaamini tumepata fursa sasa ya kuunganisha mipango yetu na mipango ya taasisi hii kubwa kimataifa. Wao wakitoka nayo huko watatuletea, na bahati nzuri tunashirikiana nao sana, na ndio maana kuna matokeo yote haya. Maana yake ni vizuri Watanzania wakajua kwamba leo tunazungumza mafanikio makubwa ya Yanga na timu nyingine zote. Sitaki kuzitaja hapa nisije nikachafua hali ya hewa, lakini tunazungumza mafanikio haya kwa sababu tupo katika nchi ambayo imetengeneza mazingira mazuri ya michezo kushamiri. Tupo katika nchi ambayo ina support michezo. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani mapema kabisa hakumung'unya maneno, akatangaza dhamira yake ya kuunga mkono michezo, kuwekeza katika michezo, na wakati wote amefungua milango kuwasikiliza wadau wa michezo na anatekeleza yale ambayo wanamueleza. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri Engineer Health na wenzako wote kwenye kamati zenu. Nachowaomba mkitoka huko kwenye vikao, yale mnayoyaona kwamba Watanzania tutanufaika, njooni nayo mara moja. Mimi nawaahidi kwa niaba ya serikali tutayapokea na tutayafanyia kazi mara moja.
Kuna namna sawa, kuna namna ambavyo serikali mmesaidia michezo na mnaendelea kusaidia. Nazungumzia Young Africans ambao ni wanufaika wakubwa wakati wanakwenda kwenye mechi zao za kimataifa. Zaidi ya mara moja serikali inatoa ndege, timu inaenda Algeria. Lakini sasa hivi unazungumzia jukumu la Watanzania kwenye ngazi ya juu zaidi. Hii ni FIFA, ni zaidi ya CAF, kwa maana ni dola nyingine hiyo ndani ya mpira. Kuna namna mnatamani Tanzania ipitishe ajenda yake kupitia uteuzi wa hao wengine, lakini ajenda hii ihusiane na ubora wa klabu za Tanzania, ihusishe ubora wa timu za taifa za Tanzania, lakini kubwa zaidi, hakuna mpira bila miundombinu ya mpira. Ni kweli kabisa, na hilo ndio muhimu zaidi. Ndio maana mwanzo nikasema kwetu uteuzi wa Engineer Hersi, wa President Karia na Neema ni tafakari nzito ambayo inatupa jukumu la kujipanga katika viwango vikubwa zaidi. Kwa hivyo sisi matarajio yetu ni kwamba tutapanua wigo zaidi wa kuona namna gani tunakamata fursa zilizopo kwenye michezo. Yanga wanazungumza mafanikio yao. Nimemsikiliza rafiki yangu Mbwaduke hapa, amefanya uchambuzi ambao umenifanya nisimeze mate muda wote anapozungumza. Mafanikio makubwa, lakini sisi kwetu serikalini tukiangalia michezo tunaangalia ajira kwa Watanzania, tunaangalia uchumi, tunaangalia biashara, tunaangalia kutangaza nchi yetu kimataifa. Kwa hivyo tunaona kwamba hili ni daraja muhimu ambalo tunaweza kulitumia na tuko tayari. Sasa ni vigumu kusema mengi leo kwa sababu engineer mwenyewe kashasema bado hajajua huko kwenye kamati kuna nini. Kwa hiyo wakienda kule kwenye kamati watarejea, tutaketi, tutazungumza, lakini ambacho sina mashaka ni kwamba kwa upande wa serikali tuko tayari, na Mheshimiwa Rais alipoelekeza tufanye uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu, kujenga viwanja na mengine mengi, kuiangalia vizuri timu ya taifa. Maana watu wengi hawajui timu ya taifa tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani, timu ya taifa ni karibu asilimia zote tunaigharimia serikali, na hasa kwenye CHAN. Kazi kubwa kwa kweli, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu haikuwa hivyo siku za nyuma. Hiyo ni dhamira, ni message kwamba serikali imeamua kuingia kwenye michezo, na sio kuingia kwa maneno lakini kwa vitendo. Kwa hiyo sisi watakaoyatoa huko kwenye kamati wakija wakiyaleta, tutakuja hapa tutayasimamia. Lakini kwenye ACA tutakuwa watu wa ajabu sana kama mwenyekiti anatoka Tanzania halafu mambo ya ACA yakatekelezwa kwa ukamilifu zaidi na nchi nyingine kuliko nchi yetu. Kwa mimi Engineer Hersi ni kuhakikishia wakati wote kama ambavyo tumeshirikiana huko tulikotoka, timu inasafiri, inashiriki mashindano mbalimbali, tutaendelea kushirikiana hata wakati huu, na uwe huru wakati wote kutuambia kile ambacho mngependa serikali ifanye. Lakini kusema ukweli Fatma, we are so much proud of Hersi. So much proud. Maanake wa Tanzania lazima tufike mahali tuwe na recognition na watu wetu. Si rahisi sana kumpata Mtanzania mwenzetu ambaye anaweza kuingia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa katika taasisi ambazo sisi wa Tanzania ni wanachama. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, tunakushukuru sana. You have our support. Wakati wowote ule tutahakikisha tunalinda hii heshima kubwa ambayo nchi yetu imeipata. Tumpigie makofi. Na asante sana. Turejee kwako Kaimu Katibu Mkuu. Uteuzi wa Watanzania kwenye nafasi hizi za FIFA inamaanisha nini? Kwetu sisi kama shirikisho na kama nchi, kama ambavyo katibu ameweza kuzungumza, ni kwamba tunasikia faraja kwa sababu we have a voice. Tunakuwa tuna sauti kwenye hiyo global organization, kwa sababu ukiwa kwenye kamati maana yake ni hatua moja kabla ya maamuzi. Kwa hiyo mawazo yanayotoka kwenye hizi kamati ndio mawazo ambayo yanaingia kwenye Exco, na Exco ndio ambayo inafanya decision. Kwa vyote vile ambavyo ipo